habari agent wetu na mteja wetu wa Aboda Affiliate. Leo nataka nikuonyeshe namna unaweza kupromote link yako na kuwafikia wateja wengi. Biashara ya mtandao ni biashara ambayo inakuwa kwa kasi. Afrika sasa ina watu zaidi ya bilioni 1 na kuendelea, ambao karibia nusu yake wanatumia mtandao. Kwa hiyo biashara ya mtandao kwa Afrika, kwa Tanzania na kwa mtu mmoja binafsi inategemea kukua sana kwa miaka 5 ijayo. Nitaenda kukuelekeza namna ya kupromote link yako na kufanikiwa kwenye biashara ya mtandao. Twende pamoja wakati tunaona hiyo. Kwa nini tumekuja na idea ya Aboda Affiliate? Katika potential ya market ya Afrika Mashariki, ukiacha Tanzania peke yake, ukiamua kuinvest kwenye biashara ya mtandao, una nafasi ya kukua kwa haraka, kwa sababu asilimia watu wanaotumia mtandao sasa imekuwa kubwa. Mfano, ukiangalia nchi kama Kenya inatumiaji wa mtandao zaidi ya milioni 47. Tanzania ina zaidi ya milioni 27 na Uganda milioni 19. Ujumlisha zote hizi kwa pamoja unapata zaidi ya watu milioni 90. Milioni 90 ambao wanatumia mtandao wa internet. Tukiacha nchi hizo zingine, tukiangalia Tanzania peke yake, utumiaji mtandao Tanzania ni watu zaidi ya milioni 27, ambao sasa hivi ni 38 mpaka 39 ya Watanzania wote wanatumia mtandao. Jiulize, milioni 27 hii ya leo Tanzania, ukiamua kuinvest kwa watu 10,000 tu, ambao ukahakikisha watu 10,000 hawa wanunua kitu chako kimoja. Mfano, labda umeamua kuuza kitu cha 50,000, umeamua kuuza kitu cha 50,000, kitu cha 50,000 tu, kama tu kitu kimoja tu, hicho ndio kipromote, ukazidisha mara 10,000, maana una milioni 500. Changamoto ya hapa ni the way jinsi gani unapromote, yani unapromote vipi biashara yako. Ndio hapo swala linakuja. Kupata milioni 500 ni kitu kigumu, lakini kupata milioni 500 ni kitu kirahisi pia. Unatakiwa tuwe na mbinu nzuri, uwe na strategy safi, mtaji wa promotion na uelewa wa jinsi ya kupromote biashara yako. Kwa hiyo tukiendelea, kwa mantiki hiyo, Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, future ya biashara ni online. Kwa sababu online unaweza kumfikia mteja yoyote popote alipo, hata kama haijui ofisi yako. Lakini ukifungua duka Kariakoo, lazima watu waje Kariakoo ndio wanunue. Kwa online unapata nafasi kubwa kufikia watu ambao mtu wa Kariakoo hawezi kuwafikia. Unapokuja swala la promote link yako, kumbuka nilikufundisha muda uliopita jinsi ya kuona link yako. Unaingia kwenye dashboard, yako, una login kwa username yako pamoja na password. Ukisha login, angalia sehemu ya standard linking code. Hii hapa utaikuta kwenye simu, pia ukitumia kompyuta utaiona. Hii ndio link yako. Nikakwambia ili uweze kufanikiwa hapa unapotumia hii link, nenda kwenye marketing material, download, kama kuna video download, banner download, page list download, lightbox, chochote kile unachotaka kutumia ili upostie watu. Lakini kwa wewe tumeshakutumia kwenye WhatsApp, kwenye group letu la WhatsApp tumeshatuma
marketing material nyingi tu. Chagua kwa siku moja, chukua moja leo, weka linki, tuma. Sasa tuendelee na marketing. Sasa njia za kutumia link yako. Ya kwanza kabisa ni social media management, ni mitandao ya kijamii. Nataka niongee kitu. Kwa mtu ambaye yuko serious na biashara, anataka online business iwe serious kwake sana, ninaomba utengeneze jina la biashara yako ambalo unataka kuwa. Usiposti tu, utengeneze jina la biashara yako ambalo unataka liwe. Mfano, unaweza ukaamua kutengeneza mitandao ya kijamii yenye biashara ambayo wewe unapenda. Mfano, unaweza kaita labda, natoa mfano, Kariakoo Solar. Ukatengeneza mtandao wa Facebook unaitwa Kariakoo Solar, ukatengeneza mtandao wa Instagram unaitwa Kariakoo Solar, ukatengeneza mtandao wa Twitter unaitwa Kariakoo Solar. Ukishamaliza hiyo mitandao, unakuwa una promote vitu vya Aboda, au unaweza kaandika Aboda Iringa. Kwa mtu ambaye yuko Iringa, unamshauri kuandika Aboda, lakini lazima uandike kinachotofautisha. Lazima uandike Aboda Agent Iringa, usiandike tu Aboda peke yake. Lazima uandike Aboda Agent Iringa. Unaweka mtandao wa Facebook Aboda Agent Iringa, unaweka mtandao wa Instagram Aboda Agent Iringa. Ukishamaliza kuweka hiyo, unakuwa unaposti vitu vya Aboda. Alafu mwisho wa siku watu wananunua online. Au na pia unaweza kuweka namba yako. Siku mteja sasa anapatikana anakupigia anataka kununua, unanipigia simu na kuelekeza jinsi ya kufanya. Kwa cha kwanza kabisa, tumia mitandao, weka ratiba. Na nikuonyeshe jinsi gani unaweza kuweka ratiba. Unaweza kuweka ratiba ya marketing. Ukitaka kufanikiwa kwenye online business, lazima uifanye kama biashara nyingine ya kawaida. Lazima iende sawa na biashara, lazima uweke nguvu kama biashara ya kawaida. Mfano, mwezi wa pili ni huu, leo tarehe 10. Manake lazima uweke ratiba. Kesho Alhamisi tarehe 11 kuna sehemu ya social media, unaposti nini? Lazima uweke na posti video, au unaposti sabufa, au unaposti rice cooker ambayo tumekutumia. Hata kama hatujakutumia, tutatuma tu bei, tutatuma bidhaa, picha ya bidhaa zetu zote ambazo hata tujaziwekea branding kwa ajili ya kuposti na kuambia watu ni shilingi kadhaa. Unatuma maneno gani? Unaweza uandika mwenyewe. Kuna social media, kuna email, kuna SMS, WhatsApp, zote hizi zina ratiba. Zingine hizi hazitakuhusu, ila utaziona hapa tunapoweza kuongea. Kwa hiyo weka ratiba ambapo Jumatatu unaposti nini, wapi. Mfano kesho ni siku ya uvumbuzi, Inventors Day. Weka ratiba, unaposti nini kwenye social media, unaposti nini kwenye email. Unaweza kwenye social media kwa wiki at least posti mara 3 kama nilivyoweka mimi hapa. Jumatatu posti, Alhamisi posti, na Jumapili au Jumamosi posti kwenye mtandao wa kijamii. Usiache, weka ratiba hiyo mara 3. Chini weka link. Kila wiki posti mara 3. Tutakuwa tumeshatuma content ya kutosha ya posti kwa wiki mara 3. Kwenye email tuma mara 1. Kwenye SMS tuma mara 1, au WhatsApp tuma mara 1 kwa wiki. Chagua Jumatatu, Jumatano, Jumatatu au Alhamisi na Ijumaa natuma social media. Email ni Jumanne, SMS Ijumaa, ili watu waende nayo weekend. Kwa hiyo cha kwanza weka brand yako,
ifanane, kama ni Aboda agent Iringa, Aboda agent Dar, Aboda agent Mbeya, Aboda agent popote, kama unataka kupromote vitu vya Aboda peke yake. Lakini pia unaweza kupromote vitu vya kampuni nyingine. Kwa hiyo unataka kupromote kampuni nyingine, chagua brand name ambayo ni ya jumla. Kama ni Electronics Iringa, kama nimeona affiliate wetu mmoja anaitwa Babati Online, kwa hiyo ni huyu ni wa Babati Online, anaweza kupromote vitu vya Aboda, akapromote vitu vya Zune, akapromote vitu vya Samsung, akapromote vitu vya LG, ni yeye anavyohitaji. Sasa utafanyaje? Unajua ni ngumu ku login Facebook ni posti, niende Instagram ni login ni posti, niende Twitter ni login ni posti. Ili uondoe usumbufu huu, nenda online, ingia kitu kinaitwa www.hootsuite.com. Sasa tunasema hootsuite.com. Hii ni application ambayo itakupa nafasi ya kuposti kitu kimoja, na hicho kitu kikaenda kwenye mitandao yote kwa wakati mmoja. Mtandao wangu umepotea, sijui kwa nini. hootsuite.com, ingia www.hootsuite.com. Ukiingia hapa, kwa sababu wewe hauna account, sign up. Hootsuite ni ya kulipia, isikutishe hizi bei, achana nazo, shuka chini kabisa. Njoo hapa kwenye try our limited free, unatumia mitandao ya kijamii 3 bure. Una sign up hapa. Bado lazima watakuambia tu, watakushawishi uweke ulipie, lakini kataa, mwambie no, I want free plan. Kwa hiyo unahitaji free plan. Unaingiza jina kamili, unaingiza email address na password yako. Ukishamaliza una create my account. Create my account sasa ndio unakuja huku ambako mimi nina login. Ngoja uone, create account. Unakifuata settings zao. Kila kitu kiko live. Una login, mwisho wa siku utakuja ku login. Kuna login. Kwa hiyo ndo sasa mteja wetu, nataka uelewe vizuri jinsi ya kutumia na kupromote biashara yako. Kumbuka nimekuambia ili uweze kufanikiwa kwenye online business lazima ufanye serious kama ilivyo biashara za kawaida. Lazima uwe serious kweli. Na mimi nimehakikisha nimekuondolea uchovu wa kwanza kufanya research, kwenda kufanya nini, ili uweze kuona utafanyaje wewe kama wewe. Cha kwanza tumeongea ni mitandao ya kijamii, na hapa tunakuonyesha jinsi gani unamanage mitandao ya kijamii bila usumbufu wowote. Kuna haja ya kuwa login na Instagram, Facebook. Kumbuka content tunakutumia sisi, yani vitu vya kupromote tunakutumia sisi na vitakuwa na bei. Kwa hiyo ondoa shaka. Chukua cha kupromote, weka kwenye Hootsuite yako. Hapa ni mmoja wa wateja wetu ambao tunawahudumia kwenye Hootsuite yao na kuonyesha, kwa sababu wewe ni mteja wetu pia. Ukishaingia kwenye Hootsuite, kwanza lazima uconnect social network. Lazima uadd social network, lazima uje hapa add social network. Unaweza kufanya hii pia kwenye simu yako. Una download application ya Hootsuite, afu unafanya hivi kwenye simu. Kuna haja ya kutumia kompyuta.
Ukiwa hapa Hootsuite unaweza kuadd Facebook. Ukibonyeza Facebook watakwambia login Facebook, au unaingiza login zake unakuwa umesha connect. Ukitaka kutumia Facebook page sawa, ukitaka kutumia Facebook profile ni wewe tu, ila nakushauri uwe na Facebook page. Ukiingia Facebook yako ya kawaida, nenda sehemu ya create page. Ukiingia Facebook ya kawaida ambapo wewe upo, tafuta sehemu ya ku create page. Ukifika kwenye account yako kama hii, nenda sehemu ya pages, create new page. Kama hauna page ya biashara yako, lazima create new page ili uweze kufanya. Huwezi kuweka matangazo Facebook kama hauna page yoyote. Kwa hiyo cha msingi, hakikisha kwanza ume create page, na ukija connect hapa Facebook, connect page, connect profile. Twitter ukilogin umesha connect, Instagram ukilogin umesha connect, YouTube tayari, ukilogin LinkedIn tayari. Kumbuka tunatumia free account ambayo inaruhusu account 3 tu. Kwa hiyo weka Facebook, weka Instagram, chagua nyingine. Hizo unataka Twitter au YouTube. Basi zikishafika 3 unatumia bure. Ukizidi 3 lazima utalipia. Na ukishamaliza hapa, ukitaka kuposti sasa lazima unakuja sehemu ya kuposti hapa. Ya sehemu ya kuposti hapa, unachagua mitandao unataka kuposti. Yote 1 2 3 unaweza, ila mimi tayari nimeshaichagua. Nachagua huyu na huyu. Tayari nimemaliza. Unakuja text, unaandika maneno yako, bwana napata ofa hii, bonyeza link hii, click. Afu weka na link yako hapo. Hapa media ndio pa kuweka picha, video, una click hapo unaweka. Ukishamaliza kuweka media, ukishamaliza kuweka maneno na kuchagua mitandao, una post nao hapa. Kisha posti imeenda kwenye mitandao yote bila usumbufu wote. Yaani unafanya kazi asubuhi, ukiamka tu asubuhi kama unafanya kazi kwenda kazini kwenye gari, una posti umemaliza. Unakuta baadaye unapata simu, unapata nini, vitu vyote vinakuwa tayari. Hapa tulikuwa tunasema ku manage social media management, ila sasa hapa tumeongelea swala la kuposti. Ila kwenye magroup sasa lazima uposti manual. Lazima uende Facebook kama unataka uposti kwenye group. Lazima uende Facebook. Ukifika hapa lazima utafute magroup ambayo umejiunga nayo. Lazima utafute magroup ambayo umejiunga nayo. Ukiyapata magroup uliyojiunga nayo, chagua unalotaka. Magroup chagua unalotaka. Ukifika weka posti, kwa sababu unaanza kuposti, weka link yako. Basi unakuwa umeweka picha, andika chochote unachotaka, watu wanakuona. Cha pili, kumbuka nimekushauri kwa wiki posti social media mara 3. At least yani usipungue mara 3. Unaweza kuposti mara 4, ukaposti kila siku moja. Usiposti nyingi kwa siku moja. Kwa leo posti moja, kesho nyingine, kesho kutwa nyingine, mpaka Ijumaa unakuwa umetulia. Weekend ni kuangalia sasa posti zako zimeendaje. Kumbuka kuandika maelezo mazuri, kutoa ofa nzuri. Kumbuka tuulize sisi na ofa gani tutakwambia. Weka ofa. Mfano tuna discount ya Valentine leo. Mtu akitaka akiandika chochote, akiandika promo code love anapata discount ya 10%. Kuna email marketing. Email marketing ni njia ya pili ya kupromote link yako. Email marketing ni njia ambayo inakurahisisha wewe mwenye, ukiwa na email zako nyingi za watu, tafuta email, pambana mtu akutafutie email 1000, 2000, 3000 za kuanzia. Kuna watu wana email nyingi tu ambazo unaweza ukapata kuanzia. Mfano sisi tuna email nyingi zinafika karibia 15 20. Sema hatuwezi kuzituma kwenu kwa sababu mtakuwa mnatuma content zinazofanana, kwa hiyo mtu atachanganyikiwa kwamba yule kutumiwa TV hii, huyu mwingine anatumia tena TV, itakuwa changamoto. Lakini tafuta email nyingi. Kuna watu wenye makampuni ofisini waambie jamani nahitaji email, wanakupa. Ukishapata email zako hata 500 hata 1000, njoo hapa, ingia sehemu panaitwa Chimp Mail.
Simpmail au Mailchimp, vyovyote vile. Ukiingia hapa, ingia hapo, jisajili, jisajili, sign up free, jisajili uweze kupata account ya kutuma email moja kwa watu wengi wakati mmoja. Ingiza email yako, ingiza username unayopenda kuitwa, ingiza password. Nakwambia password lazima iwe na lowercase, lazima iwe na namba kubwa, lazima iwe na namba moja na kuendelea, lazima iwe na special character yoyote, labda nyota, hash, hivyo kila kitu. Ukishamaliza utaweza sasa login vizuri. Utaweza login vizuri bila shida yoyote. Kwa sasa mimi nenda login ili uone nafanyaje kazi. Umeshamaliza kujiandikisha hapo, kubonyeza sana free na umefanya kupata njia zote. Sasa unaenda na login sasa. Dashboard yako inafunguka hivi. Hapo natumia Mailchimp. Hapa kwenye presentation nimekutajia mbili. Kuna Simpmail au Mailchimp na kuna Mail Relay. Nimechagua Mailchimp Mail kwa sababu ni account ambayo inahitaji email ya aina yoyote. Ukitumia Mail Relay ambayo inakuruhusu kuwa na email 3000 bure, Simpmail inakuruhusu email 2000 bure. Natuma kwa mwezi mzima bila shida yoyote. Paka email 15,000 natuma. Maana yake 2000 mara hii 15,000 maana yake mara 5 tuseme. Na 5 mara kama mara 6. Lakini nakushauri kwa mwezi tuma mara 4 tu, kila wiki mara moja tu email. Tafuta offer nzuri, itume kwa watu mara moja. Sasa ukisha login kwenye Mailchimp yako, utapata taarifa na data zote ziko hapa. Cha kwanza njoo kwenye huku kushoto, ndio utakapopaona. Ili utumie Mailchimp vizuri unatakiwa utumie kwenye kompyuta, utaenjoy. Ila kwenye simu pia unapata. Unaweza ukatumia kwenye browser yako ya simu au download application ya Mailchimp Mail au Mailchimp ukatumia. Cha kwanza njoo kwenye audience. Audience maana yake lazima uweke sasa wale watu. Una watu umepata, lazima import. Una import contact vizuri na import. Ukisha import, ukishaweka kwenye system, unakuja kwenye campaign. Unatengeneza campaign hapa kwa kutumia template. Una haja ya kupata shida. Ni rahisi tu kutengeneza email kwa kutumia Mailchimp. Unakuja create campaign. Kumbuka nimekwambia kwa email fanya mara moja kwa wiki. Chagua uweza unatuma Jumanne. Lakini Jumanne siku hiyo unaanza asubuhi. Fanya kazi zako amka mapema. Kama uko busy kazini, tuma email mapema asubuhi. Nenda kazini. Mungu atakusaidia huko mbele. Chagua email. Alafu unaita jina email yako. Boda TV. Unaita jina. Alafu jina lolote, sio lazima liwe na kitu unachotuma chochote kile unachokuja kichwani, ili tu kumbuke kwamba hapa nilituma fulani. Wala hata hiyo jina haliendi kwa wateja. Ukishafanya hivyo, unakuja sasa sehemu ya kutuma. Wanakuchagulia, wanakutuma kwa watu wote ambao umewaweka. Alafu una add from, unataka utume kutoka kwa nini. Lazima uandike email yako hapa ambayo umejiandikisha na jina lako la biashara, lazima liwe hapa. Ukimaliza save, unaandika subject, unaandika jina, ile kichwa cha habari cha email yako. Unaweza kuandika discount kubwa kutoka Aboda. Bonyeza link.
Hiyo ni mfano tu wa neno ambalo unaweza kuandika. Unaweza kuandika zaidi ya hapo, zaidi na zaidi na zaidi. Ukishamaliza, kumbuka umeshamaliza kuchagua watu unaotumia ambao tayari umeshawaingiza. From umeshaandika unatoka kwa nani, subject umeshaandika, sasa unakuja kudesign email. Rahisi mno, yani rahisi mno, ni muda wako tu. Ukifanya ya kwanza, ya pili haitakusumbua, haitakusumbua. Mambo yanakuwa safi. Nachagua template ya kwanza tu, ndio rahisi kufanyia kazi. Ukifika, yani ni rahisi mno. Logo, kama huna logo, kwa sababu wewe unaitoa, una delete hapa unabonyeza hiyo delete. Kama unataka kuandika neno hapa, unaandika wewe. Kama ni ukibonyeza tu ya, kumbuka hapa ni edit, hapa ni kudelete, hapa ni kuedit. Kwa nikibonyeza edit inatokea upande wa kulia huko. Unafuta, unaandika unataka kitu kutoka boda, una save and close. Unakuja sehemu ya picha, una click edit, una replace picha tu. Una haja, yani hauna kazi ya kufanya kubwa. Una kazi ya kufanya kubwa ni kufuata tu taratibu. Mwisho wa siku vitu vinaenda vizuri. Unaweza upload picha, kama hauna una-upload, ila kama unazo kwenye account yako unabonyeza tu hapa na insert. Ila kwa sababu wewe ni mpya lazima uupload. Ukiupload itakuja utaiselect hiyo. Ukishamaliza huko lazima save and close ili uende hatua nyingine. Sasa unaandika sasa maelezo sasa ya mwisho. Unaanza kuandika maelezo marefu. Bonyeza shop now hapa chini kupata discount. Na save and close. Unakuja sehemu ya kubonyeza sasa, hii una-edit. Unasema shop, unaandika shop now, kwa sababu umewaambia watu bonyeza shop now, lazima uandike shop now ili watu waione. Alafu link iende wapi? Link ni ya web address, maana yake unaweka link yako wewe ambayo nimekwambia kule. Hii hapa unachukua link yako, una delete hapa, unaipaste hapa, save and close. Maana yake sasa ukishamaliza hapa, mteja yote akibonyeza hapa moja kwa moja anakuja anabonyeza link yako, anakuja kwenye website yetu. Akinunua tu umepata pesa. Vitu kama hivyo, kama utaki unavitoa. Kama unaweza kuviedit wewe, unaongeza bidhaa nyingine na bidhaa nyingine ni wewe. Ukiedit unaongeza bidhaa kama ulivyoongeza hii picha. Kama ukitaki unavidelete, una haja. Ukitaka ulink mitandao yako ya kijamii sawa. Kama ukitaka ulink mitandao ya kijamii, ukibonyeza hapo edit inatokea upande wa kulia, una link unaweka. Kama utaki unaifuta. Hii hapo chini ni ya muhimu, huwezi kuifuta, kwa lazima uedit ya mwisho kabisa. Unafuta ambapo ukitaki, unabaki chini hivi. Ndani ya kwanza unafuta hizi template, unaweka jina la biashara yako. Unaandika copyright at Babati online 2021. Unaandika tu sehemu ulipo, kama ni Babati Tanzania, umaliza. Unafuta na hii ambayo haina nani nzuri,
hii usifute, hii unaiacha kwa ajili ya watu kuamua wabaki kwenye list yako au wajiondoe. Baadaye una save and close. Mpaka sasa email yako iko tayari. Ukishamaliza hapa, email yako iko tayari, unabonyeza continue. Sasa ndani yako iko tayari. Ikiwa tayari, watakwambia your campaign is ready to send. Kama kuna shida yoyote watakwambia kitu cha kufanya. Maana yake ukisha confirm kila kitu kimeisha, unaweza ukajitumia test, ukajitumia email wewe mwenyewe kwa ajili ya kutest tu ili uone inaendaje. Ukiona imelizika, unabonyeza send. Kwa send tayari inaenda kwa watu wote, imeenda. Na kama hautaki kuwa unatengeneza email hii ukatuma muda huo, unatengeneza email za kutuma mwezi mzima. Unazischedule, unazipangia ratiba. Mfano, hii naweza nikaipangia sasa, nimeshamaliza. Unaipangia siku ya kwenda. Unaipangia siku ya kwenda. Lakini naona hapa wanakuambia ukiwa unatumia bure huwezi. Okay, so mbaya. Basi una kazi ya kuwa unatuma muda mwafaka. Hivyo ndivyo unatuma email. Kumbuka tumeona vitu vingi. Tumeona social media management kwa kutumia Hootsuite. Tumeona email marketing kwa kutumia Mailchimp, Mailrelay, mpaka uwe na email ya kampuni, yani info@abodonline.com ndio unaweza. Lakini kwa Gmail tunatumia tu Mailchimp au Chimpmail. Tunakupa ujuzi ili uweze kupromote biashara yako online. Pia tunakufundisha kufanya digital. Hata kama hauta promote vitu vya boda, inakupa mwanga wa kumarket vyako wewe peke yako bila shida yoyote. Kwa video hii nitakomea hapa, alafu nitaendelea video inayofuata ili mtu aweze kuelewa kwa haraka.